Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa unayefuatilia mafundisho katika channel hii ya Mikono ya Kristo, tunaenda kuomba maombi ya kuutisha mwili ili ondokane na tamaa zake. Kwa nini kuutisha mwili? Tunautisha mwili ili basi sheria ya Mungu iweze kufuatwa. Maana tukirejea katika neno la Mungu, kitabu cha Warumi sura ya 7 hadi ya 8, au tukiweza isome sura yote nzima, taona namna ambavyo ameongelea. Warumi sura ya 8 aya 7 hadi ya 8 anasema, kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kutii. Wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tuna kila sababu ya kwenda kuomba maombi ya kuutisha mwili. Yamkini kuna mtu hapa, kuna mtu mmoja anasema mimi siwezi kabisa, siwezi kuvumilia wiki, mwezi, mwaka. Yaani tamaa za kimwili zinamsumbua, zinamsumbua. Kuwasha tamaa. Kama ni binti anatamani kukutana na kijana, kama ni kijana anatamani kukutana na binti. Maana kwamba tamaa za kimwili zinamwaka. Tamaa za mwili zinawaka. Anashindwa namna ya kuvumilia. Na ndio maana neno la Mungu linasema wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwili una tamaa zake. Mwili una tamaa zake. Kwa hiyo yamkini hizo tamaa hizo ni adui anaziachilia, anachochea tamaa za kimwili ili usiweze kuifuata sheria ya Mungu. Usiweze kuifuata sheria ya Mungu. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui wa Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu. Mwili hautii sheria ya Mungu. Lakini tunaenda kuomba maombi ya kuambia mwili, kuutisha mwili, kunyamazisha mwili, hizo tamaa ziweze kuondoka. Natamani sasa twende mbele za Bwana. Unaweza tukafumba macho kwa ajili ya utulivu wa ndani. Utulivu wa ndani ili basi neno la Bwana likaweze kufanya kazi. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya watumishi wako hawa. Baba, yupo mtu mmoja anasema yeye hawezi kujizuia. Yaani hawezi kuvumilia eza wiki, mwezi, mwaka, hawezi. Kwa sababu ya tamaa za kimwili. Kwa sababu ya tamaa za kimwili. Baba, achilia utisho katika mwili wake Bwana. Kama kuna roho yote ya kipepo inayochochea hizo tamaa za kimwili, ikapate kuondoka sasa. Ikapate kuondoka sasa. Tunaachilia utisho katika umwili. Damu Yesu Kristo ipite kwenye mifumo wake. Ipite kwenye mfumo wake katika jina Yesu Kristo. Iwe mfumo wa damu, iwe mfumo wa umeng'enyo wa chakula, iwe mfumo wa uzazi. Damu Yesu Kristo, damu Yesu Kristo ipenye sasa. Ipenye sasa. Ipenye sasa. Damu Yesu Kristo, damu Yesu Kristo ikanyamazishe huo mwili, ikaunyamazishe huo mwili, ikaunyamazishe huo mwili. Tunaachilia utisho wa kimungu, tunaachilia utisho wa kimungu katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna pepo lolote linalochochea tamaa za kimwili, linalochochea tamaa za kimwili ili aweze kumwasi Bwana, ili aweze kumwasi Mungu, kuanzia sasa tunakulipua wewe pepo, tunakuteketeza kwa moto wa Roho Mtakatifu. Toka kwa huyo kijana, toka kwa huyo binti, toka kwa huyo mama, toka kwa huyo baba katika jina la Yesu Kristo. Yesu anapenyesha nguvu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Moto Roho Mtakatifu sasa unatembea moto, unatembea moto, unatembea moto, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu kuangamiza kila roho chochezi inayochochea tamaa za kimwili katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo itembee,
inapita damu ya Yesu Kristo, inapita damu ya Yesu Kristo, damu yenye moto, damu yenye moto, damu yenye moto, damu yenye moto, inapita kwenye mfumo, inapita kwenye mfumo wa damu, inapita kwenye mfumo wa uzazi, inapita kwenye mfumo wa upumuaji, inapita kwenye mifumo yote katika jina la Yesu Kristo. Inaondosha hizo tamaa za kimwili, hizo tamaa za kimwili zikapate kutoweka, ni katika jina la Yesu Kristo. Baba, tumeomba na kuamini, ni katika jina la Yesu mwana wa Mungu ali hai. Sante Yesu, sifa kwako Yesu. Basi wewe ambaye umefuatilia maombi, pale ambapo unahisi mwili unakusumbua, unawasha tamaa, ukiangalia bado hujaoa, ukiangalia bado hujaoa, hujaolewa, lakini mwili unakusumbua, unashindwa hata kujizuia, hebu omba haya maombi, omba haya maombi, omba mara kwa mara, itakusaidia na amini kabisa hiyo tamaa itaondoka. Bwana ataachilia utisho katika mwili wako na utamtumikia Mungu vizuri kabisa. Basi endelea kutufuatilia katika chaneli yetu ya Mikono ya Kristo. Kama kuna swali lolote, kuna kitu chochote cha kuuliza, kuna msaada wote ambao unahitaji tukusaidie, au namna kuna hali labda unaipitia, basi piga tu hizo namba, tutakuhudumia, ni bure kabisa. Basi ulikuwa nami mtumishi wa Mungu Francis Mabina, hadi wakati mwingine palipo majaliwa. Bye bye.